السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقال، وبذكره يصدر كل خطاب، وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب، وباسمه يشفى كل داء، وبه تكشف كل غمة وبلاء، وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء، وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات، فله الحمد على ما أسدى وأولى، وله الشكر على ما أنعم وأعطى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake wote kwa ujumla. Leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026, na kuna tukio ambalo tumelitangaza lililoko mbele yetu. Tukio lenyewe la duaul basmala ni dua inayoitwa dua ya basmala, ambapo tumebakiwa na takriba siku 21 operation yetu itaanza, na siku 21 sio siku nyingi. Duaul basmala, dua hii ni dua muhimu miongoni mwa dua muhimu ambazo zimewahi kuombwa katika kituo hiki. Nakumbuka duaul basmala tuliomba wakati alipokuja Dr. Sule pamoja na baadhi ya jopo la wahadhiri, lakini dua hii iliambatana na malighafi ya nazi, na wengi walishukuru sana kupitia dua hii. Na siku zote mimi nimekuwa nikikuelezeni nyinyi, sio rahisi kutambua kwamba dua zinawasaidia watu. Huenda hamujuani, hamjabadilishana mawasiliano, lakini sisi ambao namba zetu zinatajwa kwenye lebo za dawa, zinatajwa katika mitandao ya kijamii, zinatajwa redioni, sisi ndo tunaopigiwa simu na kupewa mirejesho namna ambavyo hizi dua zinawasaidia watu. Kwa hiyo duaul basmala ni miongoni mwa dua ambazo zimewasaidia watu wengi. Kama tutaisoma tarehe 26 itakuwa inasomwa mara ya pili katika jiji hili la Mwanza. Mimi naamini kwa yoyote atakayeshiriki vizuri, ikiwa atashiriki bi ikhlasi niyya, kwa nia iliyokuwa safi, wa bidhati qalbihi, na kwa utakaso wa moyo wake, ikawa nia yake yeye ni kumwelekea moja kwa moja Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia duaul basmala,
Mwenyezi Mungu anakwenda kumvua mizigo mizito alionayo. Tusemeni insha Allah. Watu wamebebeshwa mizigo inayotokana na miguso ya kichawi. Wapo waliobebeshwa mizigo inayotokana na miguso ya kishaitani. Kuna wengine wamebebeshwa mizigo inayosababishwa na hasadi na vijicho. Alimuradi kila mmoja ana zigo lake alilobebeshwa. Sasa kupitia duaul basmala tunakwenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutue mizigo hii, na Allah atatutua. Kwa nini asitutue? Na hali ya kuwa yeye mwenyewe kasema uduuni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Allah hawezi kufungua mlango wa maombi kisha mlango wa majibu aufunge. Allah hachezeani shere na waja wake, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni asdaqul qailin, ni mkweli zaidi ya wakweli. Kwa hiyo yeye anatazama ushiriki wako tu, namna gani utashiriki. Kwa hiyo dua operesheni yake itaanza tarehe 23 na tarehe 24. Itaanza tarehe 24 taban, hapa nirekebishe. Operation itaanza tarehe 24 na 25, 26 ndio kilele chake. Hizi siku tatu kila mmoja ni muhimu sana kuhudhuria. 24 na 25 ni operation ya kisisini. 26 sasa hii dua ya kisisina ndio inaendeshwa sasa na duau albasmala. Wiki iliyopita tulijaribu kueleza ubora wa dua hii, na leo insha Allah tutaeleza, ili kila mmoja awe na thika ya kujua kwamba ninachokwenda kukifanya ni kitu kikubwa, ni kitu muhimu, ni kitu ambacho kinatija kwangu mimi. Kwanza tunapozungumza duaul basmala, maana yake ni nini? Dua hii imezalishwa kutoka kwenye bismillahir rahmanir rahim. Ndani yake kuna adhkari, akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala, adhkari zilizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani yake kuna asmaullahi lhusna, majina matakatifu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yanayoendana sambamba na bismillahir rahmanir rahim. Lakini ndani yake kuna ayatul Qur'ani, aya za Qur'ani ambazo zikitumika vizuri inakuwa ni sababu ya wewe kukidhiwa haja zako na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana dua hii ikaitwa duaul basmalati liqadai lhawaiji, ni dua ya bismillahir rahmanir rahim kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atukidhie haja. Sasa miongoni mwa matukufu ya bismillahir rahmanir rahim, mpaka wanawazuoni wakaamua kuiwekea dua kamili miongoni mwa matukufu yake. Tutaelezea leo miongoni mwa matukufu ya bismillahir rahmanir rahim, mpaka wanawazuoni wakaamua kuiwekea dua kubwa inayoitwa duaul basmala. Cha kwanza kabisa tunaambiwa annahu, ni kwamba idha arada al-insanu an ya'tiya bi'amalin, mwanadamu anapotaka kufanya kazi yoyote ile, wasta'ana biismihi ta'ala, na akataka msaada kwa jina lake Mwenyezi Mungu mtukufu, fayakmula dhalika al-amalu, bila shaka ile kazi itakamilika bibarakati bismillahir rahmanir rahim,
kwa baraka ya Bismillahirrahmanirrahim. Hapo lazima munielewe kwamba mwanadamu yoyote idha arada an ya'tiya bi'amalin, anapotaka kufanya kazi yoyote ile, iwe ni biashara, sawa sawa, iwe ni kazi ya kuajiriwa, kazi yoyote ile mwanadamu anapotaka kuifanya, wasta'ana biismihi ta'ala, akataka msaada kwa jina lake Mwenyezi Mungu mtukufu, fayakmula dhalika alamalu bibarakati Bismillahirrahmanirrahim, basi kazi hiyo itakamilika kwa baraka ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi tafsiri al-Askari, na imekuja katika tafsiri ya kitabu cha al-Imamu al-Askari katika hadithi tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema idha qala al-abdu Bismillahirrahmanirrahim, mja wa Allah anaposema Bismillahirrahmanirrahim, qala Allahu azza wa jalla, pale pale Mwenyezi Mungu mtukufu huwa anasema, yani mja wa Allah anaposema tu Bismillahirrahmanirrahim, pale pale Allah subhanahu wa ta'ala huwa anasema badaa abdi bismi, mja wangu ameanza kwa jina langu, wa haqqun alayya an utammima lahu umurahu, na ni haki juu yangu kumtimizia mambo yake, wa ubarika lahu fi ahwalihi, na ni haki kwangu mimi kumbarikia katika hali zake zote. Yani jambo lolote, hata ukifungua biashara yako ukianza kwa Bismillahirrahmanirrahim, unafungua ile biashara yako. Unataka kufanya tendo la ndoa na mumeo au na mkeo, ukalifungua kwa Bismillahirrahmanirrahim. Unataka kwenda kudai deni lako, ukaanza kwa Bismillahirrahmanirrahim. Ukisema hivyo, qala Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu anasema badaa abdi bismi, mja wangu ameanza jambo lake kwa jina langu, wa haqqun alayya an utammima lahu umurahu, na ni haki juu yangu mimi kumtimizia mambo yake, wa ubarika lahu fi ahwalihi, na ni haki kwangu mimi kumbarikia kwenye hali zake zote. Wa idha lam yabda bihi, lakini kama hakuanza kwa Bismillahirrahmanirrahim, yabqa al-amalu naqisa, inabakia ile kazi yake anayotaka kuifanya kuwa ni pungufu, yani kazi yake itakuwa na mapungufu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kullu amrin dhibal lam yudhkar, wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine imekuja kullu amrin lam yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, jambo lolote ambalo litafanywa yule mwenye kufanya hakuanza na Bismillahirrahmanirrahim, basi jambo hilo limekatikiwa na kheri, fahuwa abtar, jambo hilo limekatikiwa na kheri, haliwezi kutimia. Sasa wanawazuoni walipokaa wakachunguza siri zilizojificha kwenye Bismillahirrahmanirrahim, ubora ulioko kwenye Bismillahirrahmanirrahim, faida zilizoko kwenye Bismillahirrahmanirrahim, na wakaifanyia majaribio Bismillahirrahmanirrahim, ikawa hawakutaka kuiacha hivi hivi Bismillahirrahmanirrahim, wakaipatia dua nzima inayoitwa duaul basmalati liqadai lhawaiji, dua ya Bismillahirrahmanirrahim, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili apate kutatua shida zetu. Mimi naamini hii dua nikikaa hapa kitako, mimi mwenyewe nikawa na ikhlas, lakini sio ikhlasi tu, moyo wangu nikauhudhurisha hapa, na wewe uliohudhuria ukaungana na mimi katika hali hii, ukawa na ikhlasi na moyo wako ukauhudhurisha, ukawa na nia ya kweli ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna zito litakalobakia kwako, Allah subhanahu wa ta'ala ataliondosha.
kwa sababu dua hii sio dua ya kawaida. Nyinyi wenyewe mwasikia ubora wake, kila ninalolizungumza naliwekea ushahidi. Ni kwamba wewe shabaha yako kupitia dua hii unailengaje? Siku zote nimekuwa nikiimba wimbo huu, shabaha yako kupitia dua hii unalengaje shabaha yako? Ndio maana mimi huwa ninapenda sana ninapozungumza majambo kama haya watu wawe hadhiri. Lakini miongoni mwa ubora na faida ya bismillahir rahmanir rahim, Mtume anasema la yuraddu duau awaluhu bismillahir rahmanir rahim. Hairejeshwi dua ambayo mwanzo wake kuna bismillahir rahmanir rahim. Yani dua yoyote ambayo unaiomba lakini mwanzo wake ikatanguliwa na bismillahir rahmanir rahim, dua hiyo hairejeshwi, haipingwi dua hiyo. Sasa nikuambie hii duaul basmala hii ni bismillahi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Allahumma inni as'aluka bijalali bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni as'aluka bi'azamati bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni as'aluka bihaibati bismillahir rahmanir rahim. Yani dua hii ni kuanzia mwanzo mpaka mwisho bismillah. Sasa ikiwa Mtume tu anasema la yuraddu duau awaluhu bismillahir rahmanir rahim, dua ambayo mwanzo wake ni bismillahir rahmanir rahim huwa hairejeshwi, haipingwi. Yani ni dua ambayo ina majibu ya moja kwa moja, ambayo mwanzo wake tu kuna bismillahir rahmanir rahim. Sasa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni bismillah. Yani hii neno bismillah linaambatana na majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, linaambatana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, linaambatana na nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Maanake ukisema Allahumma inni as'aluka bijalali bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu mimi ninakuomba kwa utukufu wa bismillahir rahmanir rahim. Utukufu upi? Kwa sababu kwenye bismillahi kuna ismul jalala, kuna lafdhul jalala Allah, kuna jina Arrahman, kuna jina Arrahim. Huu ndio utukufu huu. Sasa Allahumma inni as'aluka bijalali bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu mimi nakuomba kwa utukufu wa bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni as'aluka bi'azamati bismillahir rahmanir rahim, nakuomba kwa ukubwa wa bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni as'aluka biquwwati bismillahir rahmanir rahim. Yani kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni bismillahir rahmanir rahim. Lakini imekuja katika hadithi pia kutoka kwa Hasan al-Harzadi, na yeye amepokea kutoka kwa Abi Abdillah ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha amma ar-rajulu al-qauma, mtu anapowatangulia watu kwenye swala, yeye akawa imam, amewatangulia watu katika swala, jaa ash-shaytan ila ash-shaytani alladhi huwa qaribu al-imam, huwa anakuja shetani kwa shetani mwenzie aliye karibu na imamu. Yani shetani huwa anakuja kwa shetani mwenzake ambaye yuko karibu na imamu. Akishafika pale, fayaqulu, anasema hal dhakara Allah, huyu imamu anayesalisha huyu amemtaja Allah huyu? Yani kinachokusudiwa hapo, hal qala bismillahir rahmanir rahim, je imamu amesema bismillahir rahmanir rahim? Fa in qala naam, yule shetani akimwambia shetani mwenzie ndiyo, huyu bwana akasema bismillahir rahmanir rahim, haraba, yule shetani anakimbia. Kwa hiyo bismillahir rahmanir rahim ikitumika vizuri ina uwezo wa kumkimbiza pia shetani, tena zile mbio za kuumwaga zile, anakimbia vibaya sana ikitumika vizuri bismillahir rahmanir rahim. Wa annaha takunu sababan lihifdhika wa shifaan laka min kulli da, na hiyo bismillahir rahmanir rahim ikitumika vizuri inakuwa ni sababu ya wewe kuhifadhika na kupata ponyo linalotokana na kila ugonjwa. Hii bismillah inamhifadhi mtu, inamponya mtu kutokana na kila maradhi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau qara'ata bismillahir rahmanir rahim, lau wewe utasoma bismillahir rahmanir rahim, tahfadhuka almalaikatu ila aljanna. Hiyo bismillahir rahmanir rahim
itakusaidia wewe siku ya Kiyama, malaika kukuhifadhi, kukupeleka peponi. Wa huwa shifau min kulli dai, nayo hii bismillahi ni ponyo, ni dawa, ni tiba ya kila ugonjwa. Na ndio maana tumesema kuanzia hii Ijumaa na Jumamosi na siku ya Jumapili kabla ya tarehe 26, sisi bismillahi tutaigawa hapa. Tunaigawa vipi? Tumesema Ijumaa tunaandika bismillahi rahmani rahim 300, tunaziroweka kwenye maji, kombe lake tunaligawa hapa. Lakini siku ya Jumamosi pia tunaandika bismillahi rahmani rahim 300, tunagawa hapa. Lakini Jumapili tunaandika 186, pia tunagawa. Kwa hiyo kwa wiki mtu atakuwa amepata bismillahi 786, na hii ndio idadi ya bismillahi rahmani rahim. Wewe ambaye umeanza leo, tafadhali usikose bismillahi ya kesho, usikose bismillahi ya Jumapili. Na ndio maana nikatangaza redioni, kila mmoja siku ya leo aje na chupa ikiwa tupu, ili tuweze kumwekea kombe linalotokana na bismillahi rahmani rahim. Leo zimeandikwa bismillahi rahmani rahim 300, na kesho zitaandikwa 300, lakini Jumapili zitaandikwa 186. Kwa hiyo Ijumaa, Jumamosi na Jumapili utakuwa umezipata 786, na ninakuja hapa kuelekeza namna utakavyoitumia. Lengo letu sisi, tunarahisisha operation itakayoanza tarehe 24 na tarehe 25 na siku ya hitimisho ya tarehe 26. Sasa kuna watu ndio wanasikia sasa kuhusiana na habari ya chupa, wananyanyuka wanakwenda kutafuta chupa, mwisho wachukue chupa zenye mikojo huko, halafu kombe lichanganywe na mkojo. Ni hatari sana. Taban, yote hii ni kwa sababu ya ubora wa nini? Wa bismillahi rahmani rahim. Lakini Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu anatueleza, na hii ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, tusikilizane. Ibn Abbas anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha quria bismillahi rrahmani rrahim, inaposomwa bismillahi rrahmani rrahim, yafiru shaitanu minhu, shetani huwa anaikimbia hiyo bismillahi rrahmani rrahim. Yani hata hapa tukianza tu bismillahi rrahmani rrahim, shetani lazima akimbie. Na katika riwaya imekuja, suila nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuulizwa, hal yaakulu shaitanu maa linsan, ya Rasulallah, tunataka utuambie, je, shaitani huwa anakula pamoja na mwanadamu? Yani wewe nyumbani kwako unapotenga ugali wako au wali wako au chakula chako chochote kwa ajili ya kula, je, shaitani anakula pamoja na wewe? Swali kama hili aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, tunataka utuambie, hal yaakulu shaitanu maa linsan, je, shaitani huwa anakula pamoja na mwanadamu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, ndiyo. Kullu maidati lam yudhkar isma Allah, kullu maidati lam yudhkar bismillahi alaiha, kila meza ya chakula ambayo haijapigiwa bismillahi rrahmani rrahim, kila meza ya chakula ambayo haijapigiwa bismillahi rrahmani rrahim, yaakulu shaitanu maahum, shetani huwa anakula pamoja nao. Wayarfau llahu lbarakata minha, na Mwenyezi Mungu huwa anaondoa baraka kwenye hicho chakula. Angalia umuhimu wa bismillahi rrahmani rrahim. Ukipiga bismillahi rrahmani rrahim, shetani hali pamoja na wewe, lakini ukiacha kuipiga bismillahi, shetani anakula pamoja na wewe. Na katika riwaya nyingine, anna bihi tahsulu barakatu taami wa burika ala aklihi, kwamba ikipigwa bismillahi ndio baraka ya chakula inapatikana, na yule mwenye kula naye anabarikiwa na Mwenyezi Mungu
subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa mimi nitatoa kisa cha mwisho kuelezea ubora na umuhimu wa Bismillahirrahmanirrahim, na kwa sababu hiyo ndio maana utaona wanawazuoni hawakuiacha hivi hivi Bismillahirrahmanirrahim, wakapata dua nzima inayoitwa duau al-basmala, kwa kuzingatia siri zilizomo ndani yake, kwa kuzingatia manufaa anayoweza kuyapata mwanadamu kupitia Bismillahirrahmanirrahim. Ndio maana wakaipatia dua kamili kabisa inayoitwa duau al-basmala. Imepokelewa, na hii ni hadithi ya Mtume, anna shaitanan samina laqiya shaitanan mahzula, kwamba siku moja shetani mnene alikutana na shaitani mwembamba. Ni kisa kinachekesha kidogo, lakini kina mafundisho ya kwamba shaitani mnene alikutana na shaitani mwembamba. Faqala, yule shaitani mnene akamuuliza yule shaitani mwembamba aliyekonda, akamuuliza lima sirta mahzulan, bwana ndugu yangu, kwa nini siku hizi umekonda sana wewe? Qala, yule shaitani aliyekonda akasema, inni musallatu ala rajulin, mimi nimesalitishwa kwa mtu, idha akala, anapotaka kula huyo mtu, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, anasema bismillahirrahmanirrahim huyu. Wa idha shariba, na anapotaka kunywa, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, anasema bismillahirrahmanirrahim. Wa idha ata ahlahu, na anapotaka kumwingilia mke wake, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, anasema bismillahirrahmanirrahim. Fahurimtu lmusharaka fiha, nikanyimwa ushirika kwa mtu huyo, sishirikiani naye kwenye chochote, sio kwenye kula, sio kwenye kunywa, wala sio kwenye swala la tendo la ndoa, sishirikiani naye, nimenyimwa ushirikiano na yeye. Fasirtu mahzulan, ndio maana unaniona mimi nimekonda, sipati chakula, sipati kinywaji, sipati starehe ya aina yoyote, ndio maana unaniona mimi nimekonda. Thumma qala lisamin, kisha yule aliyekonda na yeye akamuuliza yule shaitani mnene yule, wa anta lima sirta saminan, basi na wewe naomba uniambie siri ya urembo nipate kujua, kwa nini wewe unanenepa sana, kama vile ambavyo nyinyi mnavokutana tu, hebu nipe siri ya urembo. Siri ya urembo ni nini bwana? Mbona mwenzetu tunapendeza? Ndivyo ilivyokuwa. Sasa yule aliyekonda naye akamuuliza yule shetani mnene, bwana, nataka nijue siri ya urembo ya wewe kunenepa ni nini? Shetani yule akasema, inni musallatu ala rajulin ghafili ani tasmia, mimi nimesalitishwa na mtu ambaye anaghafilika sana kupiga bismillahirrahmanirrahim. Yadkhulu baitahu ghafilan anha, anapoingia nyumbani kwake anasahau kupiga bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju minha ghafilan anha, na anapotoka nyumbani kwake anatoka hali ya kuwa hapigi bismillahirrahmanirrahim, ameghafilika nayo. Wa yaakulu wa yashrabu ghafilan anha, na akila na akinywa anasahau kupiga bismillahirrahmanirrahim. Wa yaati ahlahu ghafilan, na anamuingilia mkewe hali ya kuwa hapigi bismillah, ameghafilika nayo kabisa kabisa kabisa. Washaraktu fiha, na mimi nimeshirikiana naye kwenye mambo yote hayo. Anapokula mimi nashirikiana naye katika chakula chake, anapokunywa nashirikiana naye kwenye kile kinywaji chake, anapotaka kumwingilia mkewe mimi nashirikiana naye. Na shetani anaposhirikiana na wewe, kile chakula kinakuwa si chakula cha kawaida, huwa anakipulizia zile sumu za kishaitani, kinakosa baraka. Kwa hiyo maradhi wakati mwingine unaweza kuyapata kupitia chakula chako au kinywaji chako. Wakati mwingine miguso ya kishaitani unaipata kupitia chakula chako, kupitia kinywaji chako. Mikosi, mabalaa unayapata kupitia chakula chako, kupitia kinywaji chako. Kwa ndio maana anasema washaraktu fiha, mimi nimeshirikiana naye kwenye vyote hivyo, kwenye chakula chake, kwenye kinywaji chake, pindi anapotaka kustarehe na mkewe. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani akasema, washarikuhum fil amwali wal auladi, na ushirikiane nao wewe shetani katika mali na watoto. Hii ni taubihi, sio kwamba anapewa ruhusa.
Kwa wale watakaomfuata shetani na wakasahau na mafundisho kama haya, ndio watashirikiana naye huyo shetani katika mali na watoto. Sasa walipoitazama Bismillahirrahmanirrahim, wanawazuoni hawakuiacha hivi hivi, wakaipatia dua nzima inayoitwa duaul basmalati liqadai lhawaiji, dua ya Bismillahirrahmanirrahim kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akidhi haja zetu. Sasa dua hii inatanguliwa na operation ya Qisisin tarehe 24 na tarehe 25, yani itakuwa ni Ijumaa jioni na Jumamosi jioni. Utapitishiwa kifaa tiba kwenye mwili wako na kitafanya operation. Kwa wale ambao hawana matatizo, hakina matatizo kabisa kifaa hiki, lakini kwa wale wenye matatizo kifaa hiki hakitopendeza kwao na itabidi tu wavumilie. Operation tutaifanya tarehe 24 na tarehe 25. Tarehe 26 ndio dua yenyewe inayoitwa duaul basmala. Ila katika vipindi vyote hivi, Ijumaa na Jumamosi na Jumapili, tunagawa hilo kombe la Bismillahirrahmanirrahim. Siku ya leo zimeandikwa 300 zimerowekwa, utapewa. Lakini kesho pia zimeandikwa 300 zimerowekwa, utapewa. Jumapili zimeandikwa 186, jumla inakuwa ni 786, na hii ndio idadi ya Bismillahirrahmanirrahim. Sasa wale wanaongojeaga dua kubwa ndio wanakuja shauri yao, wanapitwa na hizi kheri kubwa. Sasa hili kombe linatumika kunywa, linatumika kuoga, linatumika kujipaka, linatumika kudekia. Wewe unayetaka kunywa, lichemshe vizuri kwa ajili ya kuondosha mashaka ya typhoid na UTI. Poza vizuri, ukiweka kwenye friji yako weka, kisha kunywa asubuhi grasi, mchana grasi na jioni grasi. Kama itakuwa imebaki, basi unaweza ukaoga, ukachanganya na maji ya kuoga au ukadekia. Utakuwa umepata 300. Kesho utapata 300 tena, na kesho kuta unapata 186. Unakuwa kwa wiki moja umeipata idadi ya Bismillahirrahmanirrahim 786. Tunaanza na hilo. Allah akitujalia, kesho tutaenda na ile dawa ambayo tulikuwa tumekutangazieni. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie taufiki katika haya tunayoyaendea. Innahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.